timu ya Silver Striker labda kuamua kupiga low block moja matata au akapaki basi kabisa la kutosha mbele ya na kufanikiwa mbele ya Yanga? Na unajua mechi hizi mbinu ndo zinaamua zaidi nini ambacho mnakwenda kukipata ninyi kama timu. Na mechi ya kwanza wamefanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0. Mimi kwa Silver Strikers sioni timu ya kupaki basi. Kwa wana wachezaji wengi ambao ni wazuri kwenye kushambulia na kwenye kudefend siwaoni hivyo, kwa sababu hata kwenye ule mchezo wa kwanza Yanga walifika zaidi kwenye lango la Silver Strikers. Ni vile tu hawakuwa bora kwenye kufunga. Namna ambavyo kina Pacome walikuwa wanatengeneza nafasi, kina Dumbia wanatengeneza nafasi, yani Yanga katika ile game nafasi ambazo walitengeneza walishindwa tu kuzitumia, lakini sio kwamba walicheza vibaya sana, ila mwisho wa siku kwa kuwa walifungwa basi ndio hivyo tu, itaonekana hawakuwa na mchezo mzuri. Kwa hiyo kwa Silver Strikers kitakachowabeba zaidi labda ni kushambulia pia, kwamba wao nao wapate kitu hata kama kwa sababu goli la ugenini lina maana kubwa sana kama watalipata. Yani wakipambana wakapata bao tena kama ni mapema at least ndani ya dakika 15 za mwanzo wamepata bao, inaweza kuwa na faida kubwa sana kwa upande wao. Lakini ukisema upaki basi ukae zaidi, huo unashambuliwa mara kwa mara, na Yanga lazima watakuja wambadilika katika game ya hii na ukuja, lazima tu wabadilike. Umakini utaongezeka, lakini pia ari ya timu, morali imekuwa kubwa, wanahitaji zaidi matokeo. Fan base uwanjani inakuwa kubwa, uwanja umejaa full house, alafu unapaki basi unapelekewa pressure muda wote. Sioni Silver Strikers kama wataweza kuhandle hiyo pressure, lakini na wao wanatakiwa kuwa bora zaidi kwenye kushambulia. Hata kama watakuwa wanapaki basi iwe ni kwa vipindi, sio kwa dakika zote. Kuna muda mnakaa kwenu mnajilinda, lakini pale ambapo inatakiwa nyinyi kushambulia basi wanapaswa kwenda at least wapate bao, kwa sababu bao la ugenini kwa Afrika bado lina maana kubwa.